wa fadhili. Bwana amejaa huruma na rehema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Bwana amejaa huruma, ni mwingi wa fadhili. Kibao cha wanakwaya wa St. Mary's Litani Ngutani, na kibao cha tufikishie pale mwendo wa saa 5 katika dakika 46. Tunakwenda kupata mtakatifu wa siku. Tarehe 11 Agosti tunamkumbuka Mtakatifu Clara wa Assisi. Alikuwa mtawa na mwanzilishi mshiriki wa shirika la Waklara. Mwanzoni mwa karne ya 12 ambapo anasa na upendaji wa starehe vilitawala, Mtakatifu Francisco wa Assisi aliwapa wanaume mfano wa maisha ya ufukara na toba. Mungu alipenda vile vile kuwapa wanawake wapenda raha na anasa, na wakati ule mfano wa dharau ya ubatili wa ulimwengu. Kwa ajili ya utume huo alimchagua Clara, binti wa familia mashuhuri na sharifu ya Assisi, aliyezaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1194. Baba yake alikuwa Favaroni na mama yake mcha Mungu aliyefariki katika sifa ya utakatifu aliitwa Otolana. Kabla ya kuzaliwa kwa mtoto, mama alifunuliwa kuwa mtoto wake atakuwa mwangavu ulimwenguni. Mama aligundua mwanga huu ndani ya binti yake tangu mwanzo. Pamoja na kujaliwa urembo, Clara alijaliwa haiba ya kuvutia na uwezo wa pekee wa kiakili. Alikuwa kipenzi katika familia, na kabla ya kufikia umri wa kuolewa, tayari waposi kadhaa walimtaka uchumba. Lakini fadhila zake zilizidi vipaji vyake vya kimaumbile. Alijishughulisha na maskini na mara kwa mara alijinyima vitu ili aweze kuwakirimia zaidi. Alipenda sala na alifurahi sana kujiachia moyo wake kwa hisia katika ibada mbele ya Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Chini ya mavazi yake maridadi, alivaa mkanda mkali wa toba ili kushiriki mateso ya Kristo na kulinda ubikira kamili kwa ajili yake. Alikuwa na umri wa miaka 18 aliposikia mahubiri ya Mtakatifu Francisco katika kanisa kuu la Assisi wakati wa Kwaresma ya mwaka 1212. Maneno yake kuhusu batili wa ulimwengu na kuhusu toba, na hasa mfano mzuri alionyesha mwenyewe, vyote viliugusa moyo wa Clara kiasi kwamba aliongea naye, na mara moja alitambua kuwa Mungu alimuita kuishi maisha yanayofanana na maisha yake katika upweke wa konventi. Hakusita kutekeleza mipango ya Mungu, akijua kuwa familia yake ilikusudia kumwandalia maisha mazuri ulimwenguni. Ingezuia wito wake kwa njia yoyote, ilimpasa kuondoka nyumbani kwa siri. Alikataa kuchumbiwa mara 2 wazazi wake walipotaka aposwe na kijana tajiri. Wakati huo akiwa na umri wa miaka 18, alitoka kisirisiri nyumbani kwa baba yake. Siku ya sikukuu ya Matawi alienda katika kanisa, akayavua mavazi ya umalidadi, na Mtakatifu Francisco akazikata nywele zake, akamvika shela ya masista. Wazazi wake walitaka kumrudisha nyumbani kwa nguvu, lakini akawaambia ya kuwa hamtaki mchumba mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Siku ya Dominika ya Matawi alienda kanisani akiwa amevaa mavazi yake ya kitajiri kuhudhuria ibada takatifu. Usiku ule, akifuatana na ndugu mkubwa, akaenda kwenye kikanisa cha Bikira Maria wa Malaika ambamo Mtakatifu Francisco na ndugu wengine walikuja kukutana naye wakishika mikononi mishumaa inayowaka. Mbele ya altari alivua kilemba chake maridadi, halafu Mtakatifu Francisco alikata nywele zake na kufunika kichwa chake kwa shela ya kitani cha kawaida. Badala ya mavazi ya kitajiri, alipewa vazi la toba lenye kukwaruza. Hii ndiyo ilikuwa njia ya mama na mwanzilishi wa Waklara fukara. Alivikwa nguo ya kitawa tarehe 18 ya Machi mwaka 1212. Kwa muda, Mtakatifu Francisco alimtafutia nafasi katika konventi ya masista wa Benedikto.
wakati ambapo alifanikiwa kushinda upinzani mkubwa wa familia yake ambao ilitaka kwa kutumia nguvu kumrudisha nyumbani. Agnes, dada yake, alijiunga naye katika sadaka ya maisha. Mtakatifu Francisco alipanga konventi ndogo kwa ajili yao karibu na kanisa la Mtakatifu Damiano. Huko idadi ya mabikira waliowekwa wakfu iliongezeka mara moja. Alimtumikia Mungu katika ufukara mkubwa, toba kali na kujitenga na ulimwengu kufuatana na kanuni ambazo zilitolewa na Mtakatifu Francisco kama shirika lake la pili. Clara alilazimika kwa utii kupokea jukumu la kuwa mama mkuu mwaka 1215 na kuendelea hivi kwa muda wa miaka 38 hadi kifo chake. Lakini mwelekeo wake wa unyenyekevu ulipata fidia katika kuwahudumia masista wenzake licha ya maumivu makali ya mwili. Aliwaonyesha masista wake mfano wa ajabu sana wa bidii katika toba na sala. Mwaka 1240 jeshi la askari la Waislamu wa Arabu ambalo lilimsaidia mfalme mkuu Frederick wa pili walikaribia Asizi. Siku moja alishambulia konventi ndogo ya Mtakatifu Damiano ambayo iko nje ya mji na tayari walishaparamia kuta za nyumba ya masista. Kwa hofu kubwa, masista walimwendea mama yao ambaye alikuwa mgonjwa kitandani. Clara, huku akibeba kikasha cha kuhifadhi Ekaristi takatifu sana, alipelekwa karibu na dirisha moja la konventi. Hapo alimuomba kwa bidii Bwana wa mbingu kwa kutumia maneno ya mzaburi: usiwape wanyama wakali roho zinazokukiri, na wakinge watumishi wako, uliwakomboa kwa damu yako ya Asizi. Na sauti ya ajabu kutoka katika hostia ikasema, nitakulinda daima. Papo hapo hofu ya ghafla iliwakamata wavamizi. Mwali wa mwanga mkali ambao ulitoka katika sakramenti takatifu uliwatia kiwi macho yao. Walianguka kutoka ukutani wakakimbia. Konventi iliokolewa na mji wa Asizi ulisalimika. Baada ya kuugua ugonjwa mkali kwa muda wa miaka 30, Clara alihisi kuwa mwisho wake ulikaribia. Baada ya kupokea mpako mtakatifu, yeye na mmoja wa masista wake walimuona malkia wa mabikira akikaribia akifuatana na kundi kubwa kumlaki mchumba wa Yesu Kristo. Tarehe 11 Agosti mwaka 1253 aliingia kwenye raha ya milele na kesho yake mwili wake ulizikwa. Papa Alexander wa 4 alimtangaza mapema kuwa mtakatifu mwaka 1255. Alichaguliwa kuwa msimamizi wa luninga mwaka 1958. Sikukuu ya Mtakatifu Clara inaadhimishwa na matawi yote ya shirika la Wafransisko siku ya 11 ya mwezi Agosti. Mtakatifu Clara ni mtakatifu msimamizi wa runinga ama televisheni. Mtakatifu Clara wa Asizi, utuombee.